Ndugu zangu wapendwa, neno la Mungu linatupa mwanga siku ya leo kuona kwamba safari ya maisha yetu ya imani inahitaji sana nguvu ya Roho Mtakatifu, uthabiti katika kulishika neno la Mungu ili kuweza kufikia mwisho ulio mkamilifu. Paulo mtume, ambaye ni mtume wa mataifa na ambaye alihubiri kwa bidii nyingi neno la Mungu, anakiri kwamba haikuwa rahisi. Alikumbana na adha, misukosuko na ghadhabu nyingi katika kutimiza majukumu yake, na hivi anamuonya Timotheo kwamba neno ambalo analihubiri ni neno lililo hai, ni neno lenye nguvu, ni neno lenye kuleta mabadiliko katika maisha ya watu wale wanaolipokea na kuliishi kwa uthabiti. Lina nguvu ya kuponya, lina nguvu ya kusahihisha kasoro, lina nguvu ya kutakatifuza maisha. Neno lenye pumzi ya Mungu kwa maongozi ya Roho Mtakatifu linatenda kazi katika maisha ya wale wote wanaompenda Mungu. Na Paulo anamuimarisha Timotheo kwamba katika kuenenda ajue kwamba akitaka kuwa kweli mtu wa Mungu anayetimiza mapenzi ya Mungu, maisha si lele mama. Wale walio waovu wataendelea kusitawi katika uovu wao, wakitesa na kuwanyanyasa wengine, lakini wale wanaoteseka kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, maisha yao yatakuwa salama mikononi mwa Mungu. Mtakatifu Bonifasi, ambaye tunamkumbuka leo, askofu na mwalimu wa kanisa, mzaliwa wa Uingereza, na akapata nafasi ya kutimiza majukumu yake ya kiwito huko Ujerumani. Haikuwa rahisi kwake pia, lakini alivumilia magumu na alipata nafasi nzuri ya kufa akiwa katika utume, kwamba aliuawa akiwa njiani kwenda kuadhimisha sakramenti ya kipaimara. Akamwaga damu yake ambayo imekuwa mbegu inayochipusha na kukuza imani. Tunamwomba tuombee nasi katika miito yetu mbalimbali, tuweze kuwa thabiti, tuweze kuwa imara, tuweze kuishi na kuitetea imani yetu mpaka mwisho wa maisha yetu. Haitakuwa rahisi. Ni kwa maongozi ya Roho Mtakatifu tunaweza kumkiri Kristo. Hawezi mtu kumkiri Kristo, kuikiri imani na kuishi kwa uthabiti pasipo maongozi ya Roho Mtakatifu. Hawezi kusema mtu Yesu ni Bwana asipoongozwa na Roho Mtakatifu. Tumpe Roho Mtakatifu nafasi ili atuwezeshe kuyatenda vyema yale yatupasayo, daima kwa sifa na utukufu wa Mungu. Tuyatende kwa ajili ya wokovu wa roho zetu, lakini pia kwa wokovu wa roho za ndugu zetu. Mtakatifu Bonifasi, askofu na shahidi.